unakumbuka wakati mnafunga ziwa nilikueleza hapa bungeni kwamba mnafunga ziwa miezi mitatu, wakati wavuvi hawa wamekata leseni ya mwaka mzima. Kwa lugha nyingine, mlitumia mamlaka yenu kuwapa umaskini bila sababu, kwa sababu hamkuwapa pesa kipindi cha mpito. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kuwa umesema kuna ongezeko la 55% kwa kipindi cha miezi minne, na ripoti yenu wenyewe mnasema maziwa makuu yote samaki wamepungua, kwa nini kama kuna ongezeko hilo msiweze kufunga maziwa yote makuu tupate ongezeko la samaki? Swali la pili, kabla mjafunga ziwa mlisema mtaleta uvuvi mbadala kwa maana ya vizimba. Mpaka leo toka mwaka jana hakuna kizimba hata kimoja. Serikali mna mpango gani sasa wa kuleta uvuvi mbadala kabla ya kufunga kwa hiyo mamlaka mnayotumia? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na hili la kwanza kwamba sio kweli serikali haijapeleka vizimba katika ziwa Tanganyika. Katika ziwa Tanganyika tumekwisha peleka vizimba 29 hadi tunavyozungumza. Vizimba kwa mkoa wa Katavi tumepeleka vizimba viwili, mkoa wa Sumbawanga tumepeleka vizimba viwili, na mkoa wa Kigoma tumepeleka vizimba 25. Jumla ni vizimba 29 katika ziwa Tanganyika. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, pengine Mheshimiwa Mbunge kama ana vikundi vya wavuvi ambao wanataka vizimba, tuko tayari, tunaendelea kuvitengeneza na tuko tayari kupeleka katika maeneo yake ambayo anasema hayo ya Nkasi na maeneo mengine. Kuhusiana na kufunga maziwa yote makuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ziwa Tanganyika lina mjumuisho wa nchi 4 ambazo zilikaa na kukubaliana kulifunga kila mwaka kwa miezi mitatu. Sasa sisi wa Tanzania kwa mara ya kwanza tumefunga mwaka jana, wenzetu walishaanza siku nyingi. Na maziwa haya yanapofungwa, tija anaipata mfugaji, mvuvi mwenyewe wa samaki. Kwa mfano mathalan, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mbunge anaposema mvuvi amekata leseni ya mwaka mzima alafu anakuja kuvua miezi mitatu anapata umaskini, sio kweli. Ziwa tunapolifunga, tunapokuja kulifungua, mazao ya samaki yanaongezeka maradufu. Kwa hivyo yule mvuvi ambaye hajavua kwa hiyo kipindi cha miezi 9, kitendo cha kufunga ile ziwa kwa miezi mitatu, mazao anayokuja kuvua ni zaidi, hata angevua ni zaidi ya kuvua hata kwa miaka 3. Kwa sababu mazao yanaongezeka maradufu kama nilivyosema, uvuvi mazalia ya samaki yanaongezeka, biashara ya samaki inaongezeka, hata ungefunga kwa miezi 6 ingeongezeka zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hivyo nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba zoezi la kufunga ziwa lina tija kubwa katika nchi yetu, na hata nchi zinazofanya mazoezi haya yamekuwa yakileta impact kubwa katika wavuvi wetu. Kwa hiyo nimwombe Mheshimiwa Mbunge, tumejaribu kumueleza sana Mheshimiwa Mbunge juu ya kufunga ziwa hili, amekuwa mgumu sana kuelewa juu ya kufunga ziwa Tanganyika, lakini tunaendelea kumwelimisha kwamba ziwa Tanganyika lazima lifungwe ili kuongeza tija kwa wavuvi wetu ambao wamekuwa wakihangaika na samaki katika eneo hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru kwa majibu yako.